بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Muharram mwaka 1440, tuendelea na silsila ya durus ambazo ndani yake tusahihisha baadhi ya ibada tunazozifanya. Tulitangulia na ibada ya wudhu na tuendelea na ibada ya sala. Katika kikao kilichopita tulifikia mpaka sehemu ambayo mwenye kuswali aelekea katika rukuu. قال الشيخ أحمد الجزائري حفظه الله: وكان يضع كفيه على ركبتيه، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika rukuu yake alikuwa akiweka viganja vyake juu ya magoti yake, mkono wa kulia juu ya goti la kulia na mkono wa kushoto juu ya goti la kushoto. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimakinisha kiganja chake cha mkono wa kulia juu ya goti la kulia na kiganja chake cha mkono wa kushoto juu ya goti la kushoto, kana kwamba ataka kuyashika yale magoti, yani bimaana fungua mkono yake juu ya magoti yake, fungua ile mikono yake akashika yale magoti yake. وكان يفرج بين أصابعه، alikuwa akivifungua hivi vidole, yufarriju baina asabi'i, kwa kuna nafasi katika vidole vyake anaposhika magoti. Wakana yujafi mirfaqaihi an jambayhi, na visukusuku vyake vya mkono akiviweka mbali na mbavu zake, maana hashikanishi mikono yake na mbavu zake, weka mbali na mbavu zake. ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akinyosha maungo yake katika rukuu kiasi ambacho lau kama kungelimwagwa maji juu ya maungo yake yangelituliza au yangelitulizana, yasingekwenda mbele wala nyuma. Maana alikuwa amenyosha maungo yake sawa sawa. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. alikuwa hashukishi kichwa chake chini wala hanyanyui kichwa chake juu kikawa zaidi ya maungo yake, walakin baina dhalika, lakini alikuwa baina ya hapo. Na hapa tukisimama tutaona kuna makosa mengi ambayo sisi huyafanya katika swala, hasa katika sehemu ya rukuu. Baadhi yetu tunaporukuu hatumakinishi mikono yetu juu ya magoti. Ima utapata mtu ameshika juu ya mapaja yake karibu na magoti, na mara nyingine waweza kupata mtu ameshika kwenye nini, muundi chini.
na ni katika makosa ambayo baadhi yetu huyafanya. Kwa usawa ni kuwa umakinishe viganja vyako juu ya goti moja kwa moja. Jambo lingine ni katika upande wa maungo. Utakuta baadhi yetu tunaporukuu ima maungo yako juu, ima maungo yako chini zaidi, kiasi cha kuwa lau kama yatamwagwa maji yatateremka chini ama yatateremka kurudi nyuma. Na hili pia ni jambo ambalo tulikosea katika sunna, isipokuwa ikiwa mtu ana maradhi hawezi kuinama sawa sawa. Ni jambo ambalo lafanyika la makosa. Na pia kuna jambo la kichwa. Baadhi ya ndugu zetu ambao wajaribu kunyosha maungo yao, utawakuta kile kichwa chao fanya nini, wakinyanyua juu. Na mara nyingi huwa ni mtu ataka kutizama pengine sehemu anaposujudu wakati anaporukuu, ndio utaona amerukuu lakini kichwa amekinyanyua juu hivi. Na amerukuu sawa sawa, amenyosha maungo lakini kichwa kiko juu ya maungo yake. Au mwingine ukamwona amerukuu na kichwa kimeinama chini, na usawa awe baina dhalika, katikati. Na ili kosa lafanyika kwa sababu katika suala la kurukuu hukulazimishwa kutizama ile sehemu na usujudu, bali utatizama pale chini uliporukuu, si kunyanyua kichwa juu kisha utazama pale unaposujudu, bali utainamisha kichwa kiwe katikati sawa sawa na nini, na maungo. Wakana yatma'innu fi ruku'ihi, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na tumanina na utulivu katika rukuu yake, wala sio Allahu akbar sami Allahu liman hamd, la Allahu akbar sami Allahu, la. Hii sala ni ile ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule bwana, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, rejea nenda kaswali, wewe hujaswali. Kwa sababu tumanina ni rukn fi kulli ruknin min arkan as-salah, katika kila nguzo katika nguzo za sala. At-tumaninatu ruknun, utulivu katika kila nguzo katika nguzo za swala ni nguzo ya ziada pale. Bimaana katika rukuu kuna nguzo ya rukuu na ndani yake kuna nguzo ya nini, at-tumanina. Na mtume sallam alikuwa kitulizana katika sala. Wayaqulu, na akisema subhana rabbiyal azim thalathan, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية. na katika hii nguzo imethubutu mtume sallallahu alaihi wasallam kutamka adhkar na ad'iya aina mbalimbali, si subhana rabbiyal azim peke yake, bali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi alikuwa akileta wakati mwingine hii subhana rabbiyal azim, wakati mwingine subuh quddus rabbul malaikati waruh, subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Hizi zote ni adhkar zimethubutu katika rukuu, ingawa ikiwa mtu hazijui hizi zingine basi asiwache kushikilia hii subhana rabbiyal azim ama subhana rabbiyal azim wa bihamdihi katika rukuu. Taleta mara 3. Ikiwa imamu hajanyanyuka ongeza zaidi ya mara 3. Endelea. Hakuna kunyamaza katika swala, hakuna kitu cha kunyamaza katika swala. Bimaana imam ikiwa hajamaliza katika rukni yoyote, wewe endelea kufanya nini, kuzileta zile adhkara. Qala taratan bihadha wa taratan bihadha, wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam akisema subhana rabbiyal azim, wakati mwingine subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wakati mwingine subuh quddus rabbul malaikati ruh, wa hakadha. قال وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع، na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza kuisoma Qur'an katika rukuu. Kwa haijuzu kusoma Qur'an katika rukuu kwenye swala.
وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya rukuu yake na kusimama kutoka katika rukuu ambao ni nguzo ya i'tidal na kusujudu kwake na kukaa baina ya sajida zake mbili, takriban hizi nguzo zote zaenda sawa, takriban ziko sawa. Tufahamiana hapa. Na hapa ndio utaona kosa la wale wanaoswalisha witri katika mwezi wa Ramadhani kisha wakavuta dua ikawa ni ndefu sana. Nyote nafikiri mshaona katika baadhi ya misikiti kuwa imamu asalisha salatul witr, pengine rakaa ya kwanza atasoma sabbih isma rabbikal a'la, rakaa ya pili asome suratul kafirun, atoe salamu ama aendelee katika ya tatu asome suratul ikhlas. Akimaliza suratul ikhlas, ile kunuti anayoileta pale ni dakika 15 mpaka 20. Kweli hivi kuko sawa baina ya hizi nguzo hapa? Ama imekuwa nguzo ya i'tidal ya mwisho ambao ndo ameleta kunuti ndani yake ni ndefu zaidi kuliko swala nzima? خلاص يعني الركن هذا صار أطول من الصلاة كلها. hii nguzo hii imekuwa ndefu kuliko swala nzima. Na wengine huhifadhi ile dua ya khatm al-Qur'an ya Sheikh As-Sudais, vile vile ya khatm al-Qur'an dakika 45, basi yalla ataileta kwa nusu saa, nisfu saa. ya akhi الإنسان في القنوت ما حجتك يا هذا؟ قال في مكة يسوون. una hoja gani ya kufanya vitu? Sema Makka pia wafanya. Makka ni qala Allah qala rasuluhu. akifanya imam wa haram ndio dalili ya qala Allah qala rasuluhu? la, الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل فعل الصحابة الأئمة wote wamepitia haya mambo? hatukuona jambo kama hili. Kwa huwezi kutupa dalili ukasema lakini As-Sudais yafanya. طيب هذا السديس ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا القنوت, ametufundisha qunut fupi, maneno yake mafupi lakini ndani yake ina baraka kubwa sana. ولو تقيد الناس بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه البركة. watu wangeshikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya ingelikuwa ndani yake kuna baraka. Na dua ukiangalia ya qunut ndani yake kuna khaira ya dunia wal akhirah, khairi ya dunia na akhirah yote. amma Allahumma taqabbal salatana وعادت صلاتنا وركوعنا وسجودنا. لا إله إلا الله. طيب صلاتنا يكفي، قال صلاتنا وركوعنا وسجودنا وكذا، يعني يشرح باب الصلاة، يشرح صفة الصلاة. أشريش كوني صلاة نواكو katika wanavyuona wakasema min mubtilat as-salah مثل هذه الأدعية صلى الله العافية والسلام. بعض العلماء قالوا بهذا القول: اللهم إنا نسألك الجنة ومن حور العين في الجنة وكذا في الجنة وكذا في أنهار الجنة وأنهار من عسل وكذلك أنهار من لبن. يا أخي إذا دخلت الجنة إن شاء الله تحصل لك هذه الأشياء كلها. قل اللهم ادخلني الجنة والحمد لله ndani ya pepo vitu vyote hivyo utavipata. ama a'udhu bika minan nar wa min salasilin nar wa min kadha fin nar wa min la a'udhu bika minan nar. idha najjaka Allah minan nar najjaka min kulli al'adhab almawjud fin nar. Allah kishakuokoa na moto, wewe huoni chochote hicho. hadha min al-i'tida' fi ad-du'a, katika kufanya uadui na i'tida' na kutupa mpaka katika dua. na hili ni katika makosa ambayo yafanywa na baadhi yetu
katika swala zetu ni kosa. Yatosheleza hapa kuwa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu bayna as-sajdatayn qariban min as-sawa. Aya, tuwekee vipi itakuwa karibu na sawa wakati swala nzima pengine ni dakika 7 ama 5, lakini dua dakika 20, dua imekuwa mara 3 au 4 ya ile swala. Wallahu almusta'an. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده. kisha alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akinyanyua maungo yake kutoka katika rukuu kuja katika i'tidal, huku yusema sami'a Allahu liman hamida. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام. na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akinyanyua mikono yake katika i'tidal kwa namna na waji tuliotangulia kuzitaja katika takbiratul ihram, imma hadhwa mankibaihi au hadhwa udhunaihi au furu' udhunaihi. kwa hivyo atanyanyua mikono hapa ama hapa. fayaqulu huwa qa'imun, kisha atasema akiwa amesimama rabbana walakal hamd. وكان تارة يزيد على ذلك, na wakati mwingine kama ilivyothubutu alikuwa akizidisha zaidi ya hii. na zile adhkar zilizothubutu katika sehemu zote hizi ukirejelea katika sifa sala lil-Allama al-Albani rahimahullah ta'ala utaziona pale ndani. قال: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akishanyanyua kichwa chake hutulizana mpaka kila kiungo kikarudi mahala pake. وكان يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه, na kisimamo chake hiki ilikuwa kikiweka kiko karibu na rukuu yake, bimaana ukivipima utakuta takriban ule muda uko sawa. na hapa pia kuna wakfa. wengi kati yetu tunaoswali utakuta kuwa ile rukni ya i'tidal huwa ni kama hatuihesabu, bimaana, na hili jambo utaliona katika baadhi ya watu wakilifanya haswa katika swala zao za sunna. sami'a Allahu liman hamida, hajafika vizuri rabbana walakal hamd, ashaenda kwenye sujud. sami'a Allahu liman hamida, Allahu akbar, katika sujud ala tul, haujasimama vizuri ukatulizana. Usawa na uwajibu lazima usimame mwanzo, kila kiungo kirudi mahala pake. Tulia, tulia. sami'a Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd, tulia. Allahu akbar, taratibu, usikimbilie katika swala, ili tumanina ipatikane katika hii nguzo. ni lazima tumanina ipatikane katika kila nguzo. ni makosa kukimbia katika ile swala kwa nia ya kuwa kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam yaqulu li Bilal radiyallahu anhu arihna biha ya Bilal. amma nahnu al-yawm sallallahu al-afiya ka'annana naqul arihna minha ya imam. arihna minha yani ni kama checklist tu, nataka kutia tiki kuaminisha swali basi malize. na ndio maana hatupati ule utamu wa swala. kuna maimamu katika misikiti ukiwa watawadha wewe swala ikakimiwa ujue raka kama 2 huna, hasa ikiwa ni mbali kule unakutawadha. kama raka 2 wewe una hakika pale huna,
ama pengine ndio ingia msikitini wasikie iqama na huja tawadha, kiasi cha kwenda kutawadha kurudi, nafikiri waweza kupata rakaa moja hivi. Wala sifanyi mubalagha, watu wajua, kuna baadhi ya misikiti yuwajua mimi hapa, mpaka waweza kujiuliza yule imamu alisema zile adhkar kweli yule, chini juu chini juu chini juu, kisha mash 5 dakika masal 4 rakaat, hata dakika 5 asifiki. Ama hamkuona ikawa ni sifa kutangazwa kuwa kuna msikiti nchi fulani mji fulani wasali salatu tarawih raka 23 sijui kwa dakika 20, yani hebu zigawanye, ikawa clip yatumwa kwa watu na watu waona alhamdulillah rabbil alamin amin qul Allahu akbar sema Allahu akbar, paka watu wakawa waona ni mzaha, yani kana istihza yastahzi bis-salah, watu wakafikiria ni yani imepelekwa fast forward ile, yani enda haraka, lakini ni kweli waswali vile hakadha yusallun kamalu salah untaina ila wen. Twenda wapi tukimaliza? Twenda kucheza karata, twenda kucheza dhumna, twenda kukaa kunwa shurba nani basi, yani hilo ndo tuliketia. Na kama ulishiba vizuri iftari yako waweza kutapika, maana kama mazoezi. Hadha ma huwa sala, hadha tadrib, asla ma huwa sala. Annabi sallam qala lirajul irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wesh sawa, yule alikuwa yofanya nini? Yule alikuwa yaswali, alikuwa yeye waona yaswali, lakini mtume sallam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. طيب قل ما شئت لكن هذا ما هو صلاة. hivi ulivyofanya hii si swala. Wewe sema utakavyo, wahitaji kama waita ni mazoezi, kama waita nini ni kuinama na kuinuka, lakini mtume sallam swala kama hii hakuihesabu kwa nini ni swala. الطمأنينة يا إخواني ركن من أركان الصلاة في كل ركن. طمأنينة ركن أركان الصلاة. أنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل ما تبقى بعد صلاة العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.